إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فيقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. إخوة الإيمان، قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. nachukueni maandalizi ya safari, kwani kwa hakika bora ya maandalizi ya safari ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, tulikuwa tuna dhamira ya kuwazungumzia ar-Rafidha ash-Shia, lakini kwa sababu ya heshima na utukufu wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi katika kusikiliza na kutii maamrisho ya viongozi wetu, basi insha Allah ta'ala leo tutayazungumzia yale ambayo wameombwa madai, mashekhe, walimu na wanafunzi wao watakapozungumza na Waislamu katika siku ya leo, wazungumze kuhusiana na at-tawakkul, at-tauhid, lakini kadhalika wazungumze kwa Waislamu hatari ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali hatari ya kueneza uvumi na tetesi ambazo ni zenye kusababisha madhara makubwa katika mujtamaa. Ndugu zanguni katika imani, aya ambayo tulioanza nayo ni aya ambayo iliyokuja katika suratul Hujurat, ambayo sura hii wanawachuoni
wameiita kuwa ni sura ambayo iliyokuja kutaja adabu, kwa maana mafunzo. Na Allah subhanahu wa ta'ala mwanzoni mwa sura hii ameanza kutaja adabu zinazofungamana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana baina ya mja na Mola wake. Kisha Allah akafuatishia adabu zinazofungamana na mtume wake alayhi salatu wassalam, kwa maana baina ya mtu na mtume alayhi salatu wassalam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafuatishia adabu zinazofungamana baina ya mtu na mtu mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, enyi wenye kusifikana na sifa ya imani, in ja'akum fasiqun binaba'in, iwapo atawajieni nyinyi mtu aliyekuwa fasik, mtu aliyekuwa muovu, binaba'in, na habari yoyote yenye kuhusu mambo ya dini au yenye kuhusu mambo yasiyokuwa ya dini, mambo ya kimuamala, mambo ya dunia, mambo ya mujtama. Akikujieni fasik na habari, mtu muovu, fatabayanu, basi itafutieni ubainifu habari hiyo. Ndugu zanguni katika imani, wamesema na wachuoni kupitia hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala alipoyazungumza hayo, wanasema kwa hakika Allah kupitia hii aya ameamrisha jambo la at-tathabbutu min al-akhbar. Allah ameamrisha kupitia hii aya kutafuta uthibitisho wa habari zinazokufikia wewe Muislamu. Bali wakasema wanawachuoni, kwa hakika hii aya imekuja kuonyesha hatari ya mtu kufanya haraka katika kuzisadikisha habari pale ambapo punde zinapomfikia. Wanawachuoni wameyataja hayo katika tafsiri za hii aya, bali wakasema wanawachuoni kupitia hii aya kuna uharamu wa mtu kufanya haraka katika kuzisambaza habari duna tahaqquqi wa tathabbut, kinyume na kuhakikika habari hizo, bali kinyume na kuthibitishwa habari hizo na vitengo maalumu vilivyoweka katika kuthibitisha habari hizo. Na sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kulikataza jambo hili la kuharakia katika kuzisadikisha habari, wanasema wanawachuoni, ni yale ambayo Allah aliyoyafuatishia kwa kusema an tusibu qauman bijahala. Ikikujieni habari kutoka kwa fasik, itafutieni ubainifu, an tusibu qauman bijahala, ili msije mkaja mkawasibu watu, mkawafika watu kwa uadui na kwa dhulma, kwa sababu ya ujinga wenu na kwa sababu ya kutokufuatilia habari na kuzihakiki. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkaja mkawadhuru watu, kisha asubuhi yake mkaja mkapambukiwa hali ya kuwa ni wenye kujuta kwa yale mliyoyafanya. Mkaja mkasema, kumbe fulani alikuwa mbali kabisa na zile tuhuma. Sasa tayari mshamuondoshia mguu wake, mshamuondoshia usikivu wake, sasa mnaingia katika majuto. Haya, mrejesheni sasa huyu uhai wake, mrejesheni huyu usikivu wake, mrejesheni huyu mguu wake. Uliukata nyinyi kwa sababu ya tuhuma zilizokuwa juu yake, hamkutafuta ubainifu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia an tusibu qauman bijahala, ili msije mkaja mkawasibu watu kwa sababu ya ujinga wenu, mkawasibu kwa dhulma na kwa uadui, mkawafanyia dhulma wao, kisha asubuhi yake mkaja mkapambukiwa hali ya kuwa ni wenye kujuta kwa yale mliyoyafanya, ni wenye kujuta kwa sababu ya yale ambayo nyinyi mliyoyafanya kwa ujinga wenu na kutokufuatilia mambo katika uhakika. Ndugu zanguni katika imani, wasema wanawachuoni, kwa sababu ya watu kutokuthibitisha habari na kutokuchukua habari katika vyanzo vyake halisi vilivyowekwa na mamlaka husika, wanasema wanawachuoni jambo hili ni lenye kuleta madhara makubwa katika mujtamaa. Bali pasi na kuwatazama wanawachuoni, yule ambaye atakayetazama hali ya mujtamaa kwa mambo yenye kujiri, watu kuzuka mambo wakaanza kuyasambaza na kuyaeneza katika mujtamaa, mtu akikaa vizuri akatafakari, ataona madhara yanayopatikana makubwa kwa sababu ya matukio kama haya. Hasa wanawachuoni wanasema
mambo haya ya kueneza ashai'at, kwa maana ya kueneza mambo yasiyokuwa rasmi, mambo ambayo hayana uthibitisho na uhakika, mambo ya tetesi, mambo ya uvumi, qad tuaddi ila dhulmi al-abriya, jambo hili linaweza likasababisha katika kuwadhulumu watu wasiokuwa na hatia, watu ambao hawana matatizo. Wa rubbama ila nashri al-khawf baina an-nas, bali wakati mwingine mambo haya hupelekea kuzusha taharuki, hofu baina ya watu wakawa hawana amani katika kutafuta kwao riziki, katika kuhangaika kwao katika mihangaiko. Mtu anaona tabu kutoka kwa sababu ya mambo ambayo yamezushwa, ambayo ukiyatazama hayana ukweli wala uthibitisho wa aina yoyote. Waqad tuaddi ila za'za'ati al-amn, na mara nyingine huenda ikasababisha machafuko na taharuki katika amani ya mujtamaa wa watu wakakosa amani kwa sababu ya fikra ambazo zinazozushwa na baadhi ya watu, kisha na watu kwa kutokujitambua wakawa wanazitandaza na kuzieneza zile taarifa. Bali wanasema wanawachuoni, huenda baadhi ya wakati jambo hili likawa linapelekea ila alwuqu'i fil ithm, kutumbukia katika madhambi, bilkadhibi walbuhtan, kwa sababu ya watu kuzusha uongo, kadhalika na kuzusha mambo ambayo yasiyokuwa na uhalisia wowote. Watu wakawa wanachuma madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuzungumza kwao uongo. Yule kasikia na yeye anahadithia, amemsikia fulani na yule kamsikia fulani na yeye anahadithia. Mambo kama haya ni yenye kupelekea kuzungumza uongo, bali kupelekea kuwadhuru baadhi ya watu kwa sababu ya kuwatuhumu mambo ambayo hawako nayo. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam, kama fi alhadithi sahih annahu qala alayhi salatu wassalam, Mtume amesema alayhi salatu wassalam, kafa bilmar'i kadhiban au ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a, yatosha mtu kuwa ni muongo, yatosha mtu kuwa amechuma dhambi ya uongo kuhadithia kila alichokisikia. Kwa hili inatosha mtu kuwa tayari ameshakuwa ni muongo na amechuma dhambi ya kusema uongo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema wanawachuoni katika hii hadithi, fihi dalilun ala tahrimi an-naqli kullama yusma, hadithi hii inaonyesha uharamu wa kusambaza kila kile ambacho wewe unachokisikia katika mujtamaa, au al-i'tidai ala an-nasi bituhma, au kuwachupia watu kwa uadui kwa sababu ya tuhma ambazo umezisikia kutoka kwa wao, duna dalilin yaktadhi bidhalik, basi na mtu kupata uthibitisho na dalili yenye kuhukumia kufanya hivyo. Ikawa mtu amesikia kuhusiana na fulani na yeye tayari anamtuhumu kwa kosa kama hilo. Wasema wanachuoni, haya ni katika baadhi ya yale ambayo yanayopatikana katika kusambaza habari na uvumi na tetesi ambazo zinaenezwa katika mujtamaa, mambo ambayo hayana uhakika. Bal rubbama qad tuaddi ila safki ad-dima bighairi haqqi, bali wakasema wanawachuoni, mara nyingine kueneza vijimambo kama haya huenda mara nyingine yakapelekea katika umwagaji wa damu pasi na haki. Je, mafahamu habari ambazo zimetufikia, kuna bwana ameuawa kwa sababu ya jambo kama hili Madenjani katika maeneo ya Pemba, ameuawa bwana, kazushiwa tuhma, wakamuua, wakampiga matofali. Hivi ni nani mtu ambaye atakayekwenda kumjibu swali Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuja huyu bwana? Kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam fil hadithi sahih, yaji'u yawm al-qiyamah al-qatilu ma'a al-qatil, au yaji'u yawm al-qiyamah wa huwa muta'alliqun bil-qatil, atakuja aliyeuawa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amejifungamanisha na yule ambaye aliyemuua, nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi, hali ya kuwa utosi wake na shingo yake ipo katika mkono wake mwingine, amekamata shingo yake katika mkono wake mwingine. Wa audajuhu tashkhabu daman, atakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa mishipa yake ya shingo ikiwa inatiririka na kumwagika damu, hatta yudinihi min al-arsh, mpaka atawakurubisha wale ambao waliomuua katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, kisha hapo aseme, ya rabbi salhum fima qataluni, ewe Allah waulize hao kwa nini wameniua, kwa nini wao walikuwa ni sababu ya mimi kukatika uhai wangu. Salhum fima qataluni, waulize kwa nini wameniua. Nani atakayejibu swali hili? Kisha Allah akuulize, kwa nini ulimuua huyu, kwa nini ulimuua huyu? Fulani alisema, mimi nikasikia, nikaona kweli, nikaona una hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa kwa mambo ya tuhma mara nyingine hufikia katika kusababisha mauaji pasi na haki.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema man yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam. Hivi hukuisikia hii aya? Wewe ambaye umesababisha mauaji, hukuisikia hii aya? Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yaqtul mu'minan, na yote yule ambaye atakayemuua mu'min, achilia mbali wawili au watatu, akamuua mu'min mmoja mutaammidan, kwa makusudi. Naam, na nyinyi mlifanya kwa makusudi, mpaka kulichukua jiwe ukaliondoa sehemu moja ukaenda ukaliweka katika kichwa cha ndugu yako Muislamu. Huoni kwamba wewe umekusudia? Si jiwe lilikuwa limekaa peke yake limetulizana, wewe ukaliinua ukaenda ukaliweka katika kichwa cha ndugu yako, wewe umekusudia wewe. Hasa Allah anasema yule ambaye atakayemuua mu'min kwa makusudi, fajazaohu jahannam, huyu malipo yake yatakuwa ni jahannam. Si hilo, khalidan fiha, akai katika hiyo jahannam milele. Wa ghadiba Allahu alayhi, bali Allah atamghadhibikia mtu huyo. Wa la'ana, bali atamlaani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahu adhaban adhima, bali Allah atamwandalia yeye adhabu iliyokuwa kubwa. Kwanza uandae majibu usipotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika ufahamu kwamba usipotubia utakutana na adhabu iliyokuwa kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yenye kuambatana na ghadhabu zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman, wametaja wanawachuoni fi mithli hadha alhal kwamba katika mfano wa hali kama hii, alaina an natawakkala ala Allah. Pale zinapotokea taharuki, hofu katika vifua, yatakikana tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasta'ina bih, bali tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala wa nata'awadha bih, bal tutake hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yajuz alisti'anatu watta'awudhu bighairihi, kwa sababu haifai kutoka msaada na kutaka hifadhi kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tawakkulu ala ghairihi, wala haifai kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ta'ala watawakkal ala al-aziz ar-rahim, namtegemee Allah subhanahu wa ta'ala mwenye nguvu, aliyekuwa mshindi, mwenye huruma. Alladhi yaraka hina taqum, Allah ambaye anakuona wewe pale unaposimama katika swala zako. Wa taqallubaka fi sajidin, na ambaye anaona harakati zako katika sala. Innahu huwa as-sami'u al-alim, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ndiye msikivu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi. Allah subhanahu wa ta'ala, bali imethibiti kwa mtume alayhi salatu wassalam anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam raa fi yadi rajulin halqatan min sufrin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona bwana mmoja akiwa ameweka katika mkono wake bangili ya shaba, ikiwa bangili hiyo anaitegemea kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alayhi wasallam waihak ma hadhihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ole wako wewe, ndo nini kitu hichi? Amevaa bangili yake ya shaba akiwa anaona bangili ile ni yenye kumzuia kutokamana na madhara. Mtume akasema ole wako wewe, ni kitu gani hichi? Qala alayhi salatu wassalam, qala ar-rajul, akasema yule mtu, min alwahina, mimi nimeivaa hii kwa sababu ya majonzi au matatizo. Qala Mtume alayhi salatu wassalam akasema, ama innaha la taziduka illa wahna, ama hiyo haikuongezei wewe isipokuwa majonzi na matatizo. Kufahamu kwamba kutegemea kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakikuzidishii katika maisha yako isipokuwa majonzi na matatizo. Faqala imbidha ank, Mtume akamwambia yule bwana, iondoshe, iweke mbali na wewe. Fa innaka law mitta wa hiya alayk ma aflahta abada, na wallahi lau ungelikufa wewe na hali ya kuwa hilo jambo liko pamoja na wewe, ma aflahta abada, usingelifaulu milele na milele, kwa sababu wewe ungelikufa hali ya kuwa wewe ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, pamoja na kwamba katika mfano wa mambo kama haya yatakikana tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika kutaka hifadhi kwake, bali kutaka uokovu kwake.
wasema wanawachuoni, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala hakukanushi kuchukua sababu. Na miongoni mwa sababu ambazo wanazitaja wanawachuoni katika mfano wa mambo kama haya, adamu nashrul akhbar duna tahaqquk, ni kuchukua msaada kwa kutokusambaza habari basi na kupatikana uhakika wa habari hizo. Hili ni jambo la kwanza ambalo litapelekea mujtamaa kuondokoa na hofu. Bali jambo la pili, adamu ittihami nasa bila dalili, kutokuwatuhumu watu pasi na dalili. Na ikitokezea mtu ametuhumiwa, vyombo husika ambavyo vimewekwa na mamlaka vipo. Lakini kadhalika wanasema wanawachuoni, tarkul umur liljihati almukhtassati litahqiq, kuyaegemeza mambo katika sekta ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuhakiki mambo, kama vile vyombo vya polisi na mfano wake, kwa maana vyombo vya kiusalama na vya kijeshi. Likitokezea jambo liegemezwe kwa wao kama ilivyokuwa jambo la kufahamika. Lakini kadhalika wakasema wanawachuoni, al-iktharu min ad-du'a, kukithirisha katika jambo la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika mfano wa mambo kama haya. Lakini kubwa zaidi, watu kusomeshwa tauhid, watu wasizikimbie darsa za tauhid, darsa za akida zilizokuwa za sawa. Kwa sababu mfano wa mambo kama haya kwa mtu muislamu aliyekuwa anafahamu tauhid, mwenye kufahamu akida iliyokuwa ya sawa, wallahi hawezi kuyumbishwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari ana hakiba katika mambo yanayofungamana na elimu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ishkalia ipo kwa wengi katika watu, hawapendi kusoma, bali wengi katika watu ni wenye kuzikimbia darasa zenye kufungamana na mambo ya tauhid. Na ndio maana jambo dogo tu tayari limesababisha taharuki katika mujtamaa wa Kiislamu. Allahumma ihfadhna wa ahlana wa auladana min kulli sharrin. Allahumma ihfadhna wa auladana min kulli sharrin. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka al-amna wal aman was salamata fil awtan. Allahumma ihfadh Zinjibara wa ahlaha. Allahumma ihfadh Zinjibara wa ahlaha min kulli su'in wasrif anha الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.